Siku ikatokea rafiki yangu mmoja akaniambia kwamba tunashutiwa huko inaitwa Kapuni. Okay. Kapuni series ya DStv. Wewe pita tu. Afu sasa nikataka kupita nikakuta mastaa ambao mimi nawakubali kinoma. Nikamkuta ilikuwa Kajala, nikamkuta ilikuwa Jack Wolper. Okay. Na Mata naye alikuwepo. Ndio alikuwa director. Na Udama nikakuta pale. Kufika pale sasa mimi nikajiongeza, nikasema hii kitu ndo nakitaka kufanya. Sasa nafanyaje? Sasa mimi nikasema hapa nafanya kazi ya kuzaulika kuliko watu wote. Nafanya nini? Nikawa mtu wa ku clean set. Okay. Yaani kwa mfano mwigizaji kaigiza hapa anatakiwa mwagie mtu wine afika mwaga wine, mimi ndo naenda kufuta pale. Naenda na wine. Unajichanganya. Jana mchapa kazi. Napiga chafu afu nakasa kumbe la Mata anachora mchoro, yani kwamba huyu dogo ni nani simjui, ndo first day namuona hapa afu dogo anafanya kazi kubeba vitu. Mimi I don't care, yani nitaenda kwa msanii nitabeba mkoba, nitaenda kwa mtu labda wa taa. Nilikuwa sijui kwamba kesho kutwa anaweza kadondoka nikadaiwa mimi, nilikuwa I don't care. Wazi wewe mradi tu utafute zako unachokitaka nafasi. Sasa watu walikuwa hawajui, watu pale hawajui kwamba mimi kumbe huku Clouds huku nina kipindi, plus huku na produce kipindi kabisa, ni producer, lakini huku nikajiweka mdogo ili kwamba aone kwamba sasa ilikuwa kila mtu anaweza kaniagiza. Okay, ukimwagiza Chiliani nje kufuta kitu anafuta chap, kumbe hawajui kwamba nachokiwahi mimi ni pale set nione kinachoshutiwa kweli na nione kwamba mbinu gani wanatumia na nini. Kwa hiyo alivyokuwa kiniagiza labda pende niende dukani nafanya chap, yani ile niko lazima hata kulipa boda, yani hata kama na hapo ili niwahi nikute kwamba action haijapigwa nianze kujifunza Okay. Sasa moja ilikuwa ni usiku, tumetoka kushuti saa 10. Natoka zangu nje hivi la Mata akaniona, akaniambia wewe unaenda wapi? Mimi naenda nyumbani. Kama hapana, kwanza leo utakuwa nalala kambini. Wow. Kwa hiyo kwanza hiyo siku na kitengo kaanza kaniambia kitengo changu rasmi, nilikuwa mimi siko hata kwenye list. Kutokea tu pale location kila siku nilikuwa naenda natoka zangu Clouds Plus napiga simu kwa wapi leo, tuko sehemu fulani naenda. Okay, kuna nini? Sometimes hata mimi najifanya kama najua location. Sasa nilikuwa nakuta ukipiga pale story, kuna location tunaitafuta ya shule. Sasa pokaa pale jirani kuna shule. Mimi na location ya kuwapeleka. Wanaandaa vifaa na nini. Sasa Mungu wangu, mwalimu Kigoma kule itakuwaje? Naenda namwambia mwalimu jirani bana. Ananiambia kumbe ndio jirani, nimeleta wasanii hapa. Wana shoot fresh. Ilala pale ila Bunkoni pale. Kuna shule moja hivi. Hivyo wana shoot fresh yani. Okay. Sasa ikawa ndo vile sasa location mimi pia nikawa kwenye kamati sasa kwa niweka kwa bana huyu dogo naye anajua maeneo tumweke. Alafu kwenye vitu vya vinavyohitajika wananiambia. Nitafanya. Tukizungumzia Romantic Rose. Filamu yako mpya ambayo unatarajia kuiachia January 29. Where is the idea imetokea wapi? Romantic Rose bana, sometimes napiga matukio tu mwenyewe huko na niandikie story. Bana, Romantic Rose bana, kuna ni story itokea afu uweza mimi nimeandika usiku ile. Okay. Yani kuna nikawaza sana mabinti zetu, wanawake ambao wanaingia kwenye ndoa, hasa ambao wanaingia kwenye ndoa wakiwa na kumbukumbu ya boyfriend. Yani natamani wanawake ambao wanaingia kwenye ndoa tofautishe boyfriend na mume. Kuna treatment ya boyfriend, kuna treatment ya mume. Boyfriend unaweza kumchukulia kishikaji, mwana, yani sinafanya vitu poa. Lakini mume sio kuchukuliwa poa. Heshima iwepo. Mwambie kila kitu, usimfiche. Mwambie kuna kitu bana, kuna mgeni anakuja kesho na nini. Mwambie. Lakini boyfriend unaweza kumwambia akamkuta shosti yako pale, fresh tu. Lakini sasa pia kuna staff, mwanamke akiingia kwenye ndoa, ajue tu kwa mume wake lazima apunguze. Kwa hiyo na pia kuna kwa yani inaelimisha both sides. Kwa mwanaume sasa kule inaelimisha kwamba kuna vitu kwenye boyfriend kama ulikuwa unafanya kwa speed. Ukupeleka huko yani nenda nazo ovyo, lakini sio kama unaingia kwenye ndoa sasa ndio unachukulia like umetoka kwenye ndoa, tunaenda wasabato sana. No. Yani kama huko umeanza napo huko speed ya upendo inabidi kwenye ndoa pia iende. Kwa hiyo Romantic Rose siku moja nilikuwa nimekaa, kuna rafiki yangu mmoja kwa anadisia story yake yeye kuachana na mpenzi wake alimpenda sana. Sasa alikuwa anadisia, yani alikuwa anataka kuoa. Yani kabaki yani yule mwanamke alikuwa na demand ndoa. Alafu yeye haikuwa na utayari. Sasa akataka sasa afanye kwa sababu tu ya mwanamke ka demand ndoa.
Umeelewa sasa? Okay. Kufanya ndio kumpata. Sasa nilipokuwa najisikia kama naweza nikaandika kitu hapa. Sasa kujua na hajui mpaka leo. Akaenda kwenye sinema atajua ataona. Kwenye upande wa pesa ukupona kama itakuja. Sasa kuna story tuliandika, kuna story kuna story 4 pale Dream Space. Kuna story kuhusu jengo la kudondoka kwa Kariakoo, it was a great story. Okay. Kuna story ilikuwa ni kuhusu ya zamani miaka 80 nyuma, inaitwa The Witch Slave. Unajua tunaonaga hizi za slave hizi. Tunaonaga tu watumwa wanatesa na nini. Yes. Kulikuwa kuna mjukuu kama kajiketia sasa zile activity. Sasa mimi si believe kwenye uchawi, lakini sasa yule wa maji yule alikuwa anatuambia kwamba mtu akipiga risasi hivyo maji. Yes. Sasa imagine kipindi hicho sasa kulikuwa kuna waganga kipindi cha utumwa. Umeelewa sasa? Halafu mimi nataka nionyeshe kwenye side ya Afrika katika kipindi cha utumwa na uganga ilivyokuwa. Sasa kuna hizo story, kuna mtu aliyadecide sasa nikaona kwamba ni ndio kwa miaka kuna kitu nakipata sasa. Okay. Kuna story nyingine hivyo kulikuwa na romantic laws. Sasa mtu wa finance ambaye anaitwa Eunice Manamba pale tukampelekea, akawa anaona kabisa ni zingine kutafuta budget na nini tutatumia nguvu mno, tuanza kubembeza sana kwenye product placement, tutabembeza afu za zamani za product placement na nini yaani tutatumia nguvu afu tunaenda kuonekana wapi. Yes. Lakini romantic laws ina kitu ambacho tunaweza tukashoot kesho kutwa tukapata tukapata endorsement tu fresh, maisha yakaenda. Ama hata kama tusipopata endorsement cinema inaweza tosha. Twende na hii nishafanya cast hapo, nikamcast nani Alima Kope kama ndo. Yes, Tanzania. Yes. Nikamcast wengine wote. Alima Kope ndo yupo tu kwenye nani. Okay. Kwa hiyo nikampigia Halima fresh. Halima alikuwa tu yuko fresh, akasema ndio alikuwa anasafiri sana. Sasa siku moja nampelekea script Rushaina. Nampelekea script namwambia bana, nikamkuta so Rushaina nampelekea Kamshange sasa script. Okay, namkuta yupo na nani, yupo na Rushaina yeye. Naanza kumhadisia wale wote wamekaa hivi. Yaani kama anaangalia movie kweli. Akaniambia, Rushaina akaniambia hii movie inaenda kuifanya hivi ndivyotakiwa. Hivi. Ina bonge la somo, ina bonge la education huko. Alafu it's good. Yaani kuna lifestyle nimepitia lipo. Tunafanyaje? Sema nikaza lifestyle na yule au kwamba vitu ambavyo vimetokea kwenye romantic laws. Kwenye story hiyo Rushaina yeye kwake kuna vitu pia ameface. Yes. Okay. Kwenye ndoa yeye. Okay. Yes. Yaani hiyo asilimia tuseme nipe asilimia nikupe. Yaani niambie asilimia ngapi afu nikwambie. Kuna vitu kaviface. Kwa hiyo ndo ikatokea hapo yeye akawa amependa. Akasema mimi naweza nikaikoa main nataka kujua nani anaenda kuivaa ile character. Nikamwambia bana kuna mtu fulani tayari, lakini tunampigia tunatakiwa tuanze table lead kishukutwa hayupo. Akasema mimi naweza nikawa mimi sinaweza nikakaa pale nikaonekana kama main character. Nikamwambia sasa hiyo inabidi uende dance space pale ufanye yeso, yani tuone screen test. Hizo screen test nikianza kwanza kuachia hapa zingatie mnaenda kucheka. Zile mtu anakaa kwenye background mwenyewe afu anaambiwa aigize kulingana na line nne pale. Yani hizo amazing sana. Ndalo alifanya. Ndalo nani Mchaga Oji. Yes. Kwa hiyo test zile afu tujue wewe una nini si tukuongezee nini. Akasema lakini sasa it's too late kwa sababu sisi tulikuwa shamface mtu fulani. Akasema hapana, mimi sasa ninachotaka ninunue hiyo movie kabla haijatoka afu niwe main character. Tukasema kweli akasema sasa hapa kaniongea na mtu wa finance. Mtu wa finance akanipigia simu nikamwambia Rushaina anataka anunue movie ikiwa bado script afu yeye atamalizia productions na nini atakuwa kama zikati producer. Mtu wa finance ndio akaona kalaisiwa jambo. Akasema mwambie hivi yeye ndio main character. Ndiveisha hilo. Ndio kampigia Rushaina kwambia wewe ndio main character. Kwa hiyo ndio ikawa hivyo ndio akawa executive producer, akaanza kuingia kwenye rehearsal, kwenye table leading, tukatoka pale. Yaani hivyo maandalizi yakawa mengi, tukaanza kushoot. Tumeshoot kwa muda gani? Kushoot tumeshoot kwa muda mchache, lakini maandalizi yalikuwa mazuri sana. Tushoot kama wiki 2. Alafu wasanii wote walikuwa na schedule zao, ratiba na nini. Alafu wasanii walikuwa na passion na kitu. Kila mtu akapenda story same yake. Wewe ni imagine tu kwamba hiyo tarehe 29 unaenda kumuona yani watu wanaweza najua Jackson, I mean nakwambia kweli TX anaenda kwa surprise watu. Yes, TX mimi mwenyewe kwa kweli nimeona ile TX.
TX enda kusurprise one day. TX enda kusurprise. Na trailer na drop this week. Trailer na drop nadhani siku hizi mbili tu trailer na drop. Kwa hiyo utaona the way ilivyo. TX anaenda Mchaga ujue anaenda kwa surprise, ana Nyange. Kwa kweli. Kamshangi tuseme mule nimemtoa kwenye Uswahili kwenda kwenye Ushua. Lushaina na mtoto wake Lushaina pia. Tulibidi sasa tumemcast hivyo. Tutakuja kucast watoto. Amekuja na mwanae. Mwanae action pale mtoto kaua. Na mtoto wake yupo ndani kaigiza kama mwanae kabisa hivyo. Okay. Kwa hiyo mwanae tena yupo mtoto wake Lushaina. Ameweza lakini utaona kuna teaser naenda kudrop kesho kutwa wiki ijayo ya mtoto wake Lushaina. Mambo ni bado mpaka tarehe 29. Mambo bado mimi binafsi kwa kweli natamani kuona Romantic Rose. Tutegemee kuona nini hasa yani? Kwa Romantic Rose. Ila tu nini? Humo ndani. Story ambayo nategemea kuona story ambayo haijawahi kuwa narrated Tanzania. Mimi nakwambia ukweli. Story ambazo hazijawahi kuwa narrated Tanzania ni story ambazo zina tragedy ndani, zina love ndani, zina romance, tragic romance, drama and comedy. Okay. Kukumbana hivi vitu pamoja. Unajua tragedy nini? Tragedy ni pale mtu ambaye anapata stress na nini, anapata matatizo, that's tragedy. Drama ni mtu ambaye anaweza miayusho na nini hivyo. Comedy is where a person anacheka, anakuwa entertained. Umeelewa? Afu romance ni ile kwamba mtu anaona kabisa kwamba ana feel ile mapenzi yaliyopo na nini, anaona kwenye ulisia mahusiano. Imagine if yote combined in one pack. Lazima itoke bomb. Umeelewa? Sasa ndio kitu ambacho mimi kwenye stories zangu huwa napenda kufanya. Napenda kufanya kumix generally. Sifanyi tu romantic kaenda. Umeelewa? Napenda kumix. Umeelewa? Ukiangalia kwenye Twisted to twisting, action ndani, romance ndani, drama, tragedy. Ukiangalia kwenye situationship to romance ndani, afu mwishoni nikaje ka surprise watu, episode ya mwisho ka surprise watu kabisa. Kila mtu alikuwa anapiga simu, hivi kweli ndio hivyo? Imeisha hivi ya. Umeelewa? Season 2 is coming by the way. Kwa hiyo jamani, jiandaeni kwa season 2 ya situationship. Tufanya na audition kabisa. Maana it's a mix of action. Sasa jiulize kwamba umetoka kwenye watu wawili afu naenda kwenye sehemu ambayo mambo ya drug trafficking. Itakuwa hatari sana. Main character kwa hii Romantic Rose na Lushaina main characters Lushaina, Osman Jaidi na Akrem ndio main character. Osman anacheza kama George. Okay. Ambaye ni mtangazaji wa habari zile nzito. Naam, kumlazi. Nakaribisha kutazama ndio hizo habari zake. Okay. Ndio ambaye ameigiza hivyo. Afu Tex Dula ameigiza kama kwenye kampuni hiyo ya habari, amecheza kama ni rafiki yake na Osman Jaidi, ambaye kazi zake yeye ni tofauti, yeye yuko kwenye udaku zaidi. Yaani paparazi wa ile news anchor. Kwa hiyo ni paparazi wa ile kampuni la habari. Umeelewa? Kwa hiyo yeye kazi yake yeye ni celebrity kalana na nani ndo anachukua zile habari nini, umeelewa? Kwa hiyo ndo publish, ndo kazi yake. Kwa hiyo ana Nyange iza kama ndo mke wa Tex Dula. Ambaye ni mama Kijacho kwenye mule ndani. Kwa hiyo ana utamuona na mimba tena. Okay. Mama Kijacho. Kwa hiyo tunaona kama drama za mama Kijacho ilivyo. Imagine same movie 1 hour. Kabisa. So wewe imagine kama story ikoje? Mbona kama moto. Ndio maana nakwambia mimi kweli I can't wait. Kwa hiyo nakwambia katika kila the 5 minutes, so 5 minutes, 3 minutes opening ile. People are going to be wow. Ni tata zile uliona kwenye tata kwenye zile taa zile zina maana kwenye opening. Ndio zinafungua yani. Yes. Alafu umemwona kama kulikuwa kuna mtu yuko kwenye chumba, hujui kama ni sober house, hujui kama ni maswali unajiuliza hapo ni nini kinafuata. Alafu mtu kama yuko sawa au yes. So a lot jamani. Mtu atakayekosa kwenye kuangalia Romantic Rose cinema, kwa sababu ile pale tumetoa kwa mfumo wote wa cinema, kuanzia sound system, Dolby Audition Vision zile, yani mfumo wa Dolby, alafu pia picha ni mfumo ambao wa kisinema pale, yani ni picha ambayo ni nzito kuona pale. Kwa hiyo ukiwa unatazama kama mtu anakula karau, tunasikia kwenye sound system ya sound, umeelewa? Alafu pia yani una picha ambayo unaenda kuiona kwenye cinema. Yani usisubiri eti iende sui uione sui kwenye flash ya mtu. Nenda kuangalia kwenye cinema. Yani pale cinema uta experience kitu kizuri sana. Yani kitu ambacho yani sui semeje, yani it's amazing. Sawa, kikweli sisi
tunasubiri kuona Romantic Rose. Ilikuwa Au muda mchache. yani Lamata Village ni kwamba mimi nimefanya kazi na Lamata miaka 8. Kwa pale Lamata Village ni nyumbani kabisa. Sasa ndio nimetoka mwaka juzi. Nimestopishwa mwaka juzi, nistopishwa kwa sababu nimefanya kazi nje. Kwa sababu kaenda nje ya makubaliano. Kwa hiyo ni kwamba ukiangalia nikaenda nikafanya sasa kazi ndio ya kwanza ndio Twisted sasa. Okay. Sawa. Kabla hajafika kwenye Twisted kwa sababu ni moja kati ya filamu ambayo imefanya vizuri sana. Tuzungumzie Situationship. Situationship ni filamu ya pili. Kuachana na Twisted. Twisted ilikuwa ya kwanza. Mbona Situationship ndio kama ilianza ya kwanza? Situationship watu yani iko hivi. Situationship ilikuwa ndio watu wameshangaa. Yani waliona kwamba kimeenda viral kwa sababu ndio ilikuwa ni filamu ya kwanza mimi nazindua binafsi kama kampuni yangu. Yani under my company Dream Space ndio filamu ya kwanza. Ila ukifanya kwa vitu ambavyo nimefanya Twisted ni ya kwanza. Okay, kutokana na ile idea ambayo umepewa vifaa hivi hapo, nifanyie kitu kama Sisters, ndio ikaanza Twisted. Sasa mimi ndio nikaanza kudraft sasa Twisted kwamba hapa natafuta nini, nikaanza kutafuta waandishi kutoka Udism, nikamwambia idea yangu mimi nataka hiki nataka ending hivi, kila episode iwe ina title yake. Sasa tulikuwa tunashangaa episode hii ni kama vile tunafanya Stranger Things, unakuta kwamba kuna the shadow under nini sijui. Sasa na mimi nilikuwa ndio hivyo tayari, yani nilikuwa nina hivyo vitu, alafu nilikuwa nasoma sana online na nini. Kwa hiyo nilikuwa nawaambia mimi nataka hiki muonekano, nataka hivi. Kuna dada mmoja alikuwa anajua sitamtaja jina, alikuwa anajikubali anavaa. Kufika pale nikamwambia hizo nywele hakuna, tunadhani hizo ndio maana yani hizo nywele hakuna. Alikuwa na muonekano wake ambao nzuri tu, lakini sasa hata costume sisi tulikuwa na majili mtu wa costume, afu tukapiga kambi kama mwezi mzima. Yani watu kwa mfano wewe daily routine yako saa 10 lazima ufike ukafanya rehearsal au table reading, uondoke unaenda kwako. Afu baadaye tukamwambia kianzia tarehe fulani unalokiwa utoki. Twisted tulifanya vitu ni mtu ambaye pia nilikuwa namuona anafanya moja kati ya cast ambao wamefanya Twisted. Tuko kambi. Nani kambi? Ana. Ana Nyange. Ana Nyange sasa ilikuwa ni kazi yake ya kwanza kwa sababu mimi nilimdanganya. Nilimwambia hivi unaenda kushuti tangazo. Akamwambia mimi film siwezi kufanya. Nikamwambia ndio huwezi kufanya, unaenda kushuti tangazo. Kwa hiyo jiandae, vaa kila kitu nini afu utafanya tangazo. Akakubali. Kaandaa vitu vyake na begi, kafika pale anapewa kitabu. Ndio tangazo, ngambia hiyo tangazo. Utafanya. Kwa hiyo mimi nitaka tu awepo kwenye industry. Mimi nimeona huku kwenye industry. Kabla tujarudi kule kwenye swali letu. Ana hakuwa kwenye, tukimzungumzia Hana sasa. Hakuwa kwenye industry kabisa. Wala hakuwa na idea. Yes. Mimi natamani kuweza kujua unazingatia nini hasa kuona kwamba huyu ana fit kwenye character hii hapa. Mimi nazingatia story ninachokitaka cha kwanza. Story ninachotaka. Yaani kuna watu wengine ukawachezesha yani hata uwachezesha wana hela vipi? Yani sisi ni kuamini wana hela uongo yani. Yani muonekano wao ni kuna wengine unakuta kwamba anaweza akaonekana kama amejipata au before amejipata. Yani kuna vitu inaweza ikaenda character ukipatia character kwenye story ni jambo kubwa. Yani makosa mengine umeyafunika kinoma yani. Ukikosea character kwenye story umeharibu kila kitu hata kama unashuti vizuri. Yani hata kama ushuti mtu anapangani. Ukikosea character tu. Nikupe tu mimi nafuatia sana movies za Hollywood. Nikupe tu kabrief kidogo. Umeona Spider-Man kuna Tom Maguire na Tom Holland. Yes. Okay. Kuna ule wa kwanza ni Maguire, si ndio? Maguire yeye hakutakiwa kuigiza Spider-Man. Alitakiwa kuigiza ni yule aliigiza Titanic nani? DiCaprio. Lakini alikuwa ni rafiki wa DiCaprio. DiCaprio ndio akamshtua. Kwa hiyo akaenda kufanya audition instead. Alafu alivyoenda kufanya audition, director yule akainsist kwamba huyu ndio dogo mwenyewe sasa akivaa miwani na ile akionekana kana innocent na nini. Imagine DiCaprio na unomo wake angekuwa Spider-Man. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunacheka tu hivyo angeua, lakini sio kama nani ilivyokuwa imelilete na kwa hiyo ndio hivyo. Kuna sometimes character, kuna sometimes mtu kuivaa character na mtu character kumvaa mtu yani. Umeelewa? Afu na character kumfuata mtu. Umeelewa? Mtu kuvaa character ni pale amepatia yani husika vaa husika unastahili. Umeelewa? Umeelewa? Afu kuna mwingine mtu yani character sasa kumvaa mtu. Kuvaa mtu ni ile kwamba unakuta mtu ambaye ndio umeona kwa mfano Kitale leo ukimwambia aigie Kitale ukimzania kwamba
ukisikia tu Kitana anaenda kuigiza unajua anaenda kuigiza nani? Sio, unafahamu? Yani unajua kwamba anaenda kuigiza kama tu hivyo tayari uchajua. Kuna watu tu wasikia unajua anaigiza hivi. Kwa hiyo kuna sometimes, na mimi napenda surprise bana, napenda sana surprise. Nikimchukua mtu ambaye hajawahi kuigiza afa akaperform vizuri kwa director kawin na director kawin. Imagine tulichukua watu ambao hawajawahi kuonekana kwenye tasnia ya uigizaji. Phoebe, tukamchukua Ana Nyange, tukamchukua Jacinta Makwabe, tukamchukua Queen Mulelwa, tukamchukua Melody. Angalia list yote ni wapya. Na ndio moja kati ya kitu ambacho watu wengi waliweza kushangaa. Kitu kipi mtu anatamani kuona wamefanya nini hasa huko ndani. Alafu kingine ni kwamba prediction, unajua mtu ana predict kazi yako ukiona cast. Ni rahisi sana. Kuna kazi moja za TV fulani hivi, siwezi kutaja, kuna kipindi ziligongana wahusika wako series nyingine, afu tena wako series, yani saa 3 usiku namuona, afu kuna saa 4 usiku tena utakuja kumuona kwenye series nyingine, ambayo sasa kuna afu uigizaji kwao ni ule ule wa mtu, umeelewa? Kwa hiyo sometimes kumsurprise mtu kwenye husika ni vizuri. Yani imagine unaambia tu kwamba text yule kaigiza huko ndani, afu kaigiza kama journalist, unawaza nini? Umeelewa? Wala si Rushaina kaigiza pale, afu kaigiza kama ndo main character, yani like itakuwaje? Umeelewa? Sasa huko unaona bondi ya Besking na nani na Patrick Kanumba, unaona itakuwaje pale? Umeelewa? Kwa hiyo vitu kama hivyo yani vivyo ndo vinafanya. Unajua entertainment sasa imeshift kwenye Laza Entertainment, imeshift kwenye kitu ambacho kinaitwa betting. Unaona kama mpira unavyo bet. Mpira sio una bet kwamba moja. Sasa sisi huku watazamaji kwenye movie wa bet moja. Watazamaji wana bet kwamba story wanaijua. Ndio maana nakwambia mwisho huyu hiyo sasa hiyo ndio betting sasa kwenye uigizaji, kwenye movie. Na mtazamaji ukimkosesha betting yake ndio umemwentertain sasa hizi. Kabisa. Yani ukipata mtazamaji akipatia akitegemea amekuta amefeli, atakwambia movie mbaya. Ile bwana inajua tu ile hivi ndio hivyo. Ndio maana hata Marvel wanachowin Marvel kabisa, wanakuachia cameos ambazo ni yani unaona kwamba kwa mfano the scene ambayo Thanos amepigana nani na Thor kabisa ameshamaliza, tunaona the hammer inapanda ile nini nyundo inapanda juu, lakini tuna expect nani hata ana uwezo wa kuvuta tujui, lakini tunamuona ndo Captain America, unaona that's the entertainment. Hiyo ndo surprise ambayo watu wanapenda, lakini sio ile wanajua kwa sababu ataenda hivi atapigana huyu ameisha. That's bad. Yes. Kutokana na kazi zako ambazo umezifanya mpaka sasa hivi, una Twisted hiyo na Situationship, zimebadilisha vipi hasa katika mwelekeo wako? Zimebadilisha sana, sio kidogo. Sio kidogo, yani mimi nilikuwa nobody. Nilikuwa nobody, yani nilikuwa mtu ambaye naweza nikaa hata kwenye watu ambao wanafanya kazi. Yani kama hivi tu unafanya kazi, mtu anakuchukulia hapo. Hawajui Mungu alichokuplan kwako, umeelewa? Yani ndio maisha yalivyo. Yani you never know Mungu ameplan nini kwa mtu. Yani ikitokea hata mtu hapa hajui chochote kwenye nani, don't usimchukulie poa. Mimi mpaka kuna baadhi ya wasanii ilikuwa anashika kamera Cheleani. Jamani mimi kamera yangu mbaya. Yani hivyo anashika kamera Cheleani? Hapana. Lakini kwa wengine wako wanaona noma. Lakini kwa wengine wako wanaona. Ndio maana mimi ukiangalia nilipotoka tu kufanya kazi na watu wakubwa, nikasema mimi nikimfuata leo nikimwambia labda JB au nikamwambia mtu mwenye jina lake kwamba nataka nikudirect, atakataa. It's better mimi nitengeze watu ambao wameniamini. Sifa ya kwanza ya watu ya mimi kufanya kazi na watu, sifa ya kwanza mimi nafanya kazi na watu ambao wananiamini. Yani wewe ukitaka nifanye kazi na mimi, yani pige tu simu niombe, mwanangu kazi yako ile noma. Ile pale unafuatilia kazi yangu, so you trust me. Mimi kesho mimi kudirect wewe, hutaenda vice versa. Imagine mimi wewe nakupigia mimi sana, nakupigia wewe eti njoo uigize kazi yangu 1 2 3, natajirezea sana kwamba bana watu wote ukiona mimi nafanya nao kazi. Kwa mfano TX nimekutana naye kwenye tuzo za comedians, tulikuwa na Kana hivi Bennett. Kuna vitu alikuwa anafanya pale, nilikuwa naona okay vizuri, nikamwambia mimi mimi nakujua wewe una kazi 1 2 3, timiza ananifuatilia. It is easy, yani ni rahisi kumwambia kwamba mimi kesho na kazi na wewe. Kwa hiyo hata yeye passion yake ya kuperform kwenye kazi inakuwa kubwa. Imagine namfuata ambaye hanijui, ambaye si mpenzi, labda ni shabiki wa director mwingine. Imagine niko set naye namwambia bana hapo inabidi uchukue kikombe, director sioni haina maana, anakubishia. Sasa si kwa sababu hakuamini.
Kwa hiyo mimi kitu muhimu ni mtu kuniamini, ndio kitu cha kwanza, waaminiane ili wewe utoe chako ambacho mimi nitakiamini pia, kwa sababu pia kuna ushirikiano. Hii ni yani sanaa ya uigizaji ama movie inahitaji ushirikiano. Director peke yake hawezi kuhamisha vitu, kwa sababu director kwanza anaona director kitu ambacho kipo kwenye directing. Una majibu ya kila kitu, hata kama kikidondoka taa hapo director majibu tunafuata director. Kwa hiyo mimi napenda sana ile combination, like tuunganishe art. Wewe ulete sanaa yako, mimi nilete sanaa yangu, tuone inakuaje. Director hapa naona nikiongeza cha kwangu hivi. Unaona kwa mfano Situationship Joe Master chukua amefanya. Joe Master alipewa script, aliona, akasema na vyangu 1 2 3, akasema yes, tunahitaji kile kama bana, mimi nataka asiwe kwamba Joe Master yule, nataka Joe Master akishua. Huyo anakuwa anaingia ana mabling bling nani kwenye shingo. Hivyo tofauti. Na watu wakampokea tena kule, mtu anamuita Frankie hivyo. Okay, kwa kazi zote ambazo umezifanya ipi ambayo bora sana? Okay, for the first after mwanzo uliuliza kwamba imechange maisha yangu kivipi, ni kwamba imenipa mimi imenisaminisha, imenipa mimi uwezo wa kwenda sehemu nikakaa kwenye vikao nikapewa tenda, imenipa mimi fursa ya kuanzisha kampuni yangu mimi binafsi, Dream Space Studios. Nimeelewa kwa ajili ya maudhui, content creation pamoja na series na movies. Nimeelewa. Kwa hiyo Dream Space haijabase sana kwenye filamu peke yake. Haijabase kwenye filamu. Watu wakitaka labda kwa mfano tunaongea na baadhi ya marketing agencies, labda wanataka wasanii, lakini sasa wasanii ni unajua wasumbufu kwenye kudeliver content. Sasa sisi tunachosaidia ni kwamba tunakuwa ni bridge kati ya msanii na marketing agency. Umeelewa? Sasa ukitaka labda content fulani, sisi tunasimamia hiyo content kupatikana kwa urahisi na kufuata ratiba iliyopo. Kwa baba labda maybe nyinyi mnataka post muda fulani before you na idea kila kitu sisi ndio tunakufanya. Kwa hiyo tunamrahisishia msanii. Tuna wasanii pale ambao tunadili nao vizuri tu, na content zao zinaenda wanafanya vizuri. Kwa hiyo nicho ndio tunakifanya kingine ambacho hakijulikani. Pamoja pia tunafanya matangazo. Tunashoot film series. Kwa hiyo ukiwa na teaser unataka ufanye, njoo tu hapa nyumbani. Yaani mimi nataka idea, utapewa, script writers wapo. Full package yani. Yaani mimi mpaka hapa najua mpaka story mwaka huu tunashoot nini. Tunashoot movie ngapi najua. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo tayari kile kitu kisha kuwa arrange, lakini Mwenyezi Mungu tu asaidie na bariki vitu viende sawa. Yes. Sawa. Industry ya Bongo Movie hapa nchini Tanzania imempokea Cherehani katika tunaona umeingia kwa njia tofauti. Unakuja na watu wapya. Wamekupokeaje hasa? Yaani industry ya Bongo Movie imegawanyika kwanza. Ni kitu ambacho watu hawasemi. Kuna watu wanajiona wako kwenye industry kwa muda mrefu. Sio kujiona, ni wapo kwa kweli. Tunaheshimu watu wazao, bila wao tusingefika mpaka hapa. Wamefanya sana. Yaani kwa watu waliofanya, they need new brains. Yaani wanahitaji watu wapya kwenye tasnia. Na kuna watu wengine wanaona kama hatuna tasnia. Yaani tumegawanyika. Wanaona kama tupo tunaenda. Yaani wanaona kama tasnia imekufa na marehemu. Umeelewa? Steven Kanumba. Yes. Kwa hiyo watu wanaona kwamba kutoka yani uambi chochote. Ukiambia tu kama huyu nani amwiga Kanumba, akimwona kila mtu anamfanisha na Kanumba. Anamwiga Kanumba huyu. Kwa hiyo kuna watu wanaamini, yani tasnia imegawanyika sasa hizi. Kuna watu wanabelieve tasnia imekufa, kuna watu wanabelieve kwamba tasnia bado ipo. Kuna watu wanafanya watu ambao wanaamini tasnia imekufa ni kwa sababu wanaona watu wanategemea DStv, afu wanaona watu wanategemea kwenye TV hizi. Yes. Digital TVs. Alafu wanaona watu bado wana ni mlango mmoja. Yaani tumebanana kwenye sehemu moja. Zamani ulikuwa unaona movie ya kutisha, unaona series zinaenda kama kawaida, unaona movie ya comedy, movie ya watoto. Sasa hizi kuna movie movie ya watoto. Sasa hizo kwanza hata new talents za watoto uone wakiwa kwenye movie. Unaona watu wazima tu, alafu content zote, movie zote ni kuchitiana. Nani kamuiba nani kwenye mahusiano? Yuka na nani? Hatuna story mpya. Tuna Mlima Kilimanjaro pale, wanakuja watu wa nje wanashoot pale, wanaondoka. Hatuna engo mpya ya kuzungumzia kitu. So mimi mapokeo waliopokea ndio kama nilivyokuambia kwamba wamenipokea, kuna baadhi wamenipokea, kuna baadhi sana walionipokea ni hao watu wapya ambao wanatamani kuona vitu vipya. Sasa hizi wanachuo, mimi nimepokelewa na wanachuo. Nimepokelewa na
Nimepokelewa na wanachuo, nimepokelewa na vijana ambao wanapenda kwenda sinema, nimepokelewa na vijana ambao wanapenda mitandao. Ndio hicho, hao ndio walinipokea saizi. Sasa kwenye TV huko bado. Yaani ndio maana unaona mimi sina TV, sina kipindi chochote kwenye TV. Huko bado. Yaani huko kuna watu wengine bado wana nani, lakini ndio maana unaona mimi movies zangu zinaenda kwenye application, YouTube, cinema. Huko tumombe Mungu tuseme. Sawa, kama director, unadhani tasnia ya Bongo Movie tufanye nini hasa ili vitu vyetu viweze kukua zaidi? Kwanza tasnia haijakamilika. Yaani watu tunaita tu Bongo Movie. Okay. Yaani watu tunaita tu Bongo Movie, lakini ukiambia leo ofisi za Bongo Movie kwa ofisi ya industry yetu kwa wewe unajua ofisi ya industry? Hapana. Bodi ya filamu ni walezi. Bodi ya filamu yes walezi. What about nani? Wewe Hollywood unaenda pale, unaenda kwanza kuna logo pale. Hollywood limeshaandikwa Hollywood. Umeelewa? Afu kuna studios zile. Haya Tanzania hapa sasa nitafutia ofisi ya tasnia. Utasikia kwamba kuna kiongozi, kuna ni rais wa filamu. Nini? Rais wa filamu. Tujue tasnia ni nini. Afu tukishajua tasnia ni nini, sasa tuboreshe kwenye zile, kwa sababu pia hatuna one say. Mimi Bongo, yani kuna mtu akitoka hapa kesho kaigiza movie 2 anajiita Bongo Movie, anaenda kwenye sehemu watu wa siasa anamwambia bwana mimi nimetoka Bongo Movie. Bongo Movie ni nini? Ni tasnia. Kiwanda kiko wapi? Kiwanda inabidi kijulikane kilipo. Je, kiko Dar? Ndio maana kinaitwa, je ni Dar peke yake kusema Bongo Movie? Yes. Tuite sina sisi watu ambao waje na Mbeya Movie. Mtu wa mkoani usikija Dando anajulikana Bongo Movie. Yes. Kwa hiyo tujue tasnia ni nini, yani kwa sababu na tasnia inataka nini. Kwa sababu tukishajua hivyo ni rahisi kwenda kuwa na one say. Okay. Sasa hizi ni ngumu kwa sababu pia hatujui. Yaani tasnia kuwa tasnia inabidi kuwa kuna uzalishaji. Tasnia ni kama kiwanda cha uzalishaji wa kitu fulani. Kwa hiyo je, bidhaa zinazalishwa? Wewe mara mwisho kuangalia movie ya Kitanzania ni lini? Hilo ni swali langu sasa. Ni swali lako lini? Ni lini? Haya, na unasema unaita kuna tasnia. Ukienda pale cinema, kuna filamu yote ya Kitanzania ambayo kuona kwenye listi imekaa zaidi ya mwezi. Lakini tasnia kulikuwa na yani sifa kubwa ya Oscar. Si nataka watu wapate tuzo Oscar wanaigiza tuzo Oscar zije hapa. Sifa kubwa kwanza movie iwe imepita cinema. Imekaa siku 17. Zaidi ya siku 17. Haya, hapa movie gani itaenda kushania Oscar? Haya, hapa tumetoka hapo tunaita kuna tasnia ya Bongo Movie. Tasnia ya Bongo Movie, si ndio? Tunaenda ofisi, tumetoka kwenye ofisi tumeenda kwenye vigezo vya tasnia sasa. Yes. Yaani uzalishaji, je unazalishwa? Haya, ndio tumesema kwamba final say hatuna sisi. Uendeshwaji system yetu. Umeelewa? Kwa nchi zetu nikwambia tu kitu kimoja ambacho tasnia moja ambayo imefanya vizuri sana. Imefanya vizuri sana. Itakuwa ni mpira, bodi ya michezo, mambo ya mpira. Mpira umefanya, sports umefanya vizuri sana. Umeona zaidi imejitenga. Kuna vitu vya serikali, kuna watu wawakilishi wao wa serikalini, afu wana wawakilishi wao kama wao. Si yani hiyo ndio inatakiwa. Sasa hiyo ndio kiwanda, unaweza kuita kiwanda. Watu wanaenda kwenye uwanja, watu wanaangalia kwenye TV. Kama mpira ungekuwa unaangaliwa kwenye TV peke yake, mpira usingefika mbali. Kabisa. Umeona the watu wanapojaza Simba na Yanga zile. Wanapojaza kwenye uwanja. Na sisi tufike huko. Tufike huko kwenye upande wa filamu, tukujaza kwenye makumbi ya sinema. That's the industry. Okay. Huwezi kusema kwamba tuna tasnia alafu uongozi wa tasnia uko wapi? Tunategemea walezi. Walezi wako pale kuongoza. Yaani tunalaumu sana serikali. Kesho, yaani sisi kuna sehemu tupakulaumu tu. Unajua kuna Asboni ambayo kimgusa tu akidonesha kitu ana mtu wa kumlaumu. Ndio sisi tulivyo sasa. Na tutashasikiliza sana, serikali ishasikiliza sana. Serikali ishatoa mikopo. Mikopo ile pale ishatolewa. Watu wale sio walienda kuchukua, walikuwa wanapiga na wanashoot na video kabisa, wanachukua, wana photographer wanaenda pale. Tuliona. Ikaja kwa swala la elimu, watu wameenda kupelekwa Korea.
watu wametolewa, kuna pesa, kuna sikika lakini sina uhakika. Kuna pesa kama ilitoka kwa ajili ya kufanya filamu kakati. Filamu kakati ni zile filamu ambazo ziko kwa ajili ya yani kufanya kitu fulani yani yani mkakati inaonekana mikakati lakini mikopo ndio hiyo tena haitoki saizi. Inatoka kwa system maalum kwa njia maalum. Kwa hiyo sisi tena tunasempa kulaumu. Na kesho hata utufanyia nini? Hatuna, kwa sababu hatujui nini cha kuwasilisha. Na kesho tutasema kwamba distributor hamna. Mimi nitakwambia tu kweli. Distributor washakuja hapa, madistributor wameangalia system, wameona imewashinda. Hata kuanzisha na nini imewashinda. Mimi nitakupa sababu ya kwa nini distributor mkubwa alifeli. Alifeli kwa sababu watu walikuwa walienda kudai madai ambayo hata duniani hayapo. Hati miliki, system ya hatimiliki, makubaliano ya hatimiliki yalivyo ni kwamba hata nchi zingine ipo. Unafanya movie, mimi nimetoa budget yangu, nimetoa pesa yangu mimi, nimekupa wewe. Hauwezi ukaenda kufanya movie, ukaita kwako. Kweli. Maana kichotokea ni kwamba watu walikuwa wanaenda wanapewa mtaji. Wanaenda kufanya movie, wanajimilikisha wao hiyo movie. Kwa hivyo ni yako, wanadai ile miliki, hatimiliki. Ilitakiwa hiyo hivi. Wewe hii movie, wewe yani hatimiliki mnagawana kwamba kwa miaka 5. Miaka 5 ni mali yangu nilitoa hela. Nisharudisha hela yangu niliyokupa. Sasa nikupe ya kwa hii na kwa ya kwako baada ya miaka 5. Hata nje wanafanya. Sina zile pale. Baada ya miaka 10 itakuwa ni ya Ryan Coogler. Lakini sasa kubongo tulitaka nipe hela nikashuti hatimiliki ni ya kwangu, msambazaji tu. Mtu akaona afanye biashara, akaona yeye nyewe mnanichezea, nikimbie hii hapa, nihamie kwenye masola. Kama kwenye sola zake zikaenda mkoani Shinyanga fresh, hamna pambana na Bongo Movie ukaanza kuongea wabaya nini na nini. So hatujui, kama nilivyomwambia awali, wengi hawajui yani kwa tasnia haina final say, alafu haina lengo, yani kwamba bana sisi tuna say moja hii. Tutanyosha vidole kwenye distributor, serikali. Tulibaki tuna distributor. I'll tell you kitu. Twende kuna distributor mmoja alikuja kutoka Kenya, akafanya movie moja. Alifanya movie ikakaa cinema, akapiga loss mbaya sana. Haikwenda na yani kwenda na sihitaji, lakini alipiga loss mbaya sana mpaka leo anataka aamini hata kwenye tasnia masuala. Kwa tuseme industry ya Bongo bado ina safari ndefu sana kwenye upande wa Bongo. Sisi ndio bidii yani hiyo ambayo tunasema tasnia iwe tasnia kweli, sio tasnia maneno. Kwa tasnia kuna vitu, kuna vigezo kwa tasnia. Yani kuna vitu yani, na zamani ilikuwa tasnia. Siku hizi sasa hizi kuna ile, yani kuna ile mtu wewe leo ukienda serikalini kwa kisha Bongo Movie utaongea according to wewe mawazo yako, sio mawazo yako. Unachoona ni sawa. Tupa hiyo mikopo. Tutaua sana. Mikopo imepewa. Ule hapa wale sio wale. Kwa nini ungesema mwanzo wapewa producer? Imekuja safari ngapi? Swala mikopo wamepewa waigizaji. Swala safari tena wamepewa waigizaji. Kwa nini tusijifunze kutoka mwanzo? Tuwapa mikopo wapi? Kwa upande wa producers au directors. Kwa nini tusijifunze mwanzo kwamba tumewapa mikopo mwanzo, tumewapa nani waigizaji tukaliwa. Sawa. Hajarudi na hakuna kilichotokea. Sasa yetu tukahawa watu ambao tumewapa mikopo tena. Tuwapeleke tena sehemu wakajifunza. Tupate elimu aje tufunze sisi waliokopa. Bwana Jerani, toka uingie kwenye kazi zako ambazo pia umeziachia, zimekutambulisha vipi kimataifa? Kuna mazungumzo yoyote ambayo umeshapata? Yani Mungu aseme tu nisali. Okay. Inabidi nipige maombi yani. Mimi mpaka nimeenda nyumbani. Nimeenda nyumbani mwezi wa hii mwaka mpya, nimeshirikia nyumbani. Nikaenda nikamfuata Maza, nikamwambia mama, next year hapa it's beats yani ni mkibizano yani. Tumbe Mungu yani. Yani tumbe Mungu sana kwa sababu last year nilienda kwenye kikao cha Kenya situationship tulifanya. Nakumbuka hata kuna moja ya media alikuja Nigeria akasema mimi nitafanya kazi na Cheleani. Yani straight yani, hakusema sijui nani, alisema straight. Na mimi kan DM fresh, naona DM yake. Alienda Wasafi. Akasema kwamba Cheleani mimi inabidi nifanye naye kazi. Ameona nini 1 2 3 4 alieleza pale. Katoa sababu zake. Na bonge moja la story yake tunaanzia ukarusha kule. Hiyo mnashoot wapi?
Ile ilitakiwa ishutiwe mwezi wa 12, bahati mbaya ikatokea kutokea hapa da. Okay. Inashutiwa Arusha na si nisemeni ni mengine lakini yani ni bonge moja la story lakini tumbe Mungu kama itawezekana saizi, maana kuna baadhi ya fursa vimepungua saizi. Kingine nilienda Kenya kwa ajili ya situationship, kukutana na directors na nini hivyo, it was good. Ikazaa safari nyingine I think so. Hiyo safari ambayo imezaliwa mwaka jana hapa mwaka huu ita accomplish vitu vingi. Na pia so banajitapa. Naweza nikasema hapa mtu anaweza kusema huyu naye anajisikia sana. Kuna movie moja inaitwa Bad Influencer. Okay. Iko Netflix. I was supposed to be among watu ambao wamenga pale kama additional, tuseme kama ni unaongea na mtu unaenda pale kujifunza au kama kwa field, eneo la field. Hiyo kibali hicho nilikuwa nimeshapata. Wow. Na nilikuwa nimezungumza mtu ambaye alikuwa amedirect Blood and Water, ndio alikuwa amedirect ile. Kwa hiyo tulikuwa na communication. Yes. Kwa hiyo lakini sasa ukisema bongo naye huyu. Lakini sasa ni vitu ambavyo huwezi kusema kwa sababu ni vidogo sana, kwenye industry. Inatakiwa ni hatua kubwa lakini vidogo sana kwenye industry. Sasa industry inatakiwa ndio kitu kikifanyika ndio. Lakini sasa kuna vitu ambavyo vinakupa moyo kwamba lakini ningependa sana kitu ambacho kitakuja kusave industry ni sisi kutotegemea Netflix, sisi kutokutegemea Prime, yaani mdistributor wa nje, tusitegemee hao kusema sisi tunataka tufike Netflix tuende Prime Video. Korea haijategemea hivyo vitu. Imefanya movie zao tulikuwa tunaziona zinakuja kwa mfumo wa CD mpaka huku na nini. Tuseme sisi bila watu sisi tunaweza kufanya nini? Nini inaweza kuleta kwenye table bila watu? Kwa nini sisi tunashindwa sisi wenyewe ndani kuwa na nani na Netflix yetu wenyewe, like kwamba au tukasema kwamba okay tuna labda app fulani inaanza kitu kwenye cinema, kutoka cinema inaenda kwenye app, kutoka kwenye app inaenda kwenye CD. Tusidharau CD. Mkoani ujue bado watu wanaangalia vitu kwenye flash. Yes, bado. CD hivyo ukienda wapi uko ndani huko Msoma huko watu bado wanaangalia. Yes. Lakini hizo ndo uzalishaji. Yaani uzalishaji industry ngoja kwamba industry na stages 3 ya distribution. Inaanza digital, inaanza cinema. Ndo tunaenda industry sasa. Tukianza kuita industry. Hivyo vigezo vyote inabidi viwepo. Yes. Tunaanza cinema. Cinema tunakuja digital platforms. Tukija digital platforms tutakuja mlaji wa mwisho anatakiwa ipate. Hapo tunatakiwa tupate kwenye TV, tukipanda kwenye gari tutaangalia mambo ya zamani. Inabidi zile gari zilipie, yani zile nalipia movie mpya kwa pale. Watu wa mabasi nao wanabidi wa support. Yani wewe kuna ka fee pale yani 5,000 10,000 ya siku, yani ile movie kwa siku. Kwa sababu sio napata. Tukisema kwamba nauli ni labda kwenda Mwanza ni 70,000, kwa kuna 5,000 pale ya movie. Kama movie watu waipenda pale, peleke mbele au ifuli tutaki movie. Movie sinatolewa tu kwenye mzunguko. Sawa, Cherehani ni mmoja kati ya watu ambao wameparticipate, naweza kusema hivyo kwenye utengenezaji wa filamu ya series wa Milele. Yuko Showmax hapo. Yes, wa Milele. Ilishinda tuzo ya MBC. Huko. Unscripted series. How do you feel about it? Yani unajua mimi kikweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua kwamba Twisted ilikuwa nominated kwenye ZIFF. Yani imetoka tu ZIFF alafu ndio kazi ya kwanza. Imekuja nikafanya situationship ikawa nominated tena kwenye tuzo za East African Magic Awards nini afu na kuna nyingine tuzo gani sio zilikuwa hivyo. Nimekuja tukafanya wa Milele hivyo nakapata. Kwa hiyo mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu ambacho nakifanya mimi kinakuwa kinakuja kina alama fulani, yani kuonyesha kwamba wewe you're doing great job. Afu ile pale kazi nimshukuru sana Kefa Igilo, yani aliona kwamba bana hii kazi kuifanya reality show hii fanye Simon Cherehani anaweza kafanya vizuri na tulifanya vizuri sana. Yani ile pale mtu akiangalia kama hujaoa unaweza kuogopa, lakini ni funzo. Napata darasa kubwa sana pale. Darasa kubwa sana walipata. Lakini sasa tuombe tu season 2 iwepo kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wakinipigia simu, Milele tunataka muendelezo. Yaani ni bonge moja la kitu. Ni vitu ambavyo Tanzania havifanyikagi. Reality show kama zile ambazo zinaleta suspense na nini. Tunajua kuna reality show inafanyika hapa, tunazima TV, tutabadilisha channel. Lakini ile pale huwezi kubadilisha. Kabisa. Sawa,
Tumefahamu Cherehani kwa kupitia filamu ambazo amezidirect, lakini hatujui Cherehani ni nani hasa. Mimi natamani kuweza kufahamu historia yako. According to personal issues au according to life issues? Life. Sasa kwenye mimi naitwa Simon Mayunga Cherehani. Cherehani ile jina la mwisho ni jina langu kabisa la marehemu babu. Babu yangu mimi alikuwa ni enzizo ni mpiga picha zamani hicho. Sasa ni kwamba alikuwa anapenda sana filamu, yani sisi tulipokuwa wadogo tulikuwa ni kulazi, yani kila jioni ikifika saa 10 tukitoka zetu shule nini anatuchukua tunaenda kwenye banda la TV zile. Sasa kwa mkoani ndio mabanda yalikuwa yanamilikiwa na Waarabu hivi. Kwa hiyo tulikuwa napenda sana kutupeleka pale tunaangalia movie. Japo hata kama kuna TV ndani, lakini saa 10 ikifika jioni tumetoka zetu mashule. Lazima zile ilimfanya mpaka mzee akasema hawa wanapiga boarding hawa, ili kwamba itabia isiwe sindikezwe. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu ambacho kumbe ilikuwa ndo ana create ile sasa kuipenda filamu, yani kupenda kile ambacho kinafanyika na nini. Baadaye ndo masuala boarding yakaendelea, lakini nimezaliwa Mwanza, Bugando Hospital. Nimekulia sehemu tofauti. So unajua na maisha yalivyo wazazi kuhama na nini. Nimekulia Maswa ambayo iko Shinyanga. Mimi ni Msukuma pase. Wasukuma tuko hapo. Yaani hiyo Msukuma pase, yani mama Msukuma, hamna cha kwamba mtu katoka wapi. Okay. Mwanza sehemu gani? Pale ni Nyegezi Mkuyu sokoni. Okay. Unapofahamu? Nafahamu. Mkuyu ni so, kwa hiyo ndo ni kwamba Maza ni mtu wa Shinyanga, mzee Mwanza. Kwa hiyo Sukuma pase 100% hapo Sukumani. Ndio bwana anaitwa Mayunga. So mzee baada hapo akatoka kaenda Kahama pale kuna ndugu tukaenda Morogoro. Wow. Morogoro ndo at least hapo ndo ujanja tukaanza kuja. Ndo ujanja wa mjini ukaanzia. Kaanza kuja nilikuwa nasoma pale hapo. Nilipotoka kusoma Lokinil Academy iko Kahama. Then nika O-level nikaenda Alpha. Okay. Ndo hapo sasa nika ujanja Alpha ya Morogoro pale. Afu ilikuwa yani niambiwa fanya vitu soma lakini usinde da. Yes. Yani usije ukafanya vyote na kufanya ukazamia da. Ukija da utapotea. Utapotea. Sasa nilikuwa naogopa. Kwa hiyo nilikuwa nikaanza kufanya yani hivi stage plays za shule hizi naandika. Sasa nilikuwa naandika lakini sitaki nifanye mimi niigize mimi. Kwa hiyo nilikuwa naandikia watu. Naweza nikamwona tu mtu fulani nikamwambia bana fanya siji fulani kwa ajili ya graduation zile na nini. Zile script nilikuwa naandika toka niko nani O-level. Namwandikia mtu anaenda anafanya stage play kwenye zile graduation. Sasa graduation ndio ilikuwa sehemu pekee kwa mimi kuona kwamba hapa ndo naweza nikaonyesha uwezo wangu mimi, yani hivyo, kwa sababu ndo kitu ambacho nilikuwa nakipenda. Nikafaulu 6 nikaenda zangu huko mpakani huko karibu na Wanyarwanda Runzewe huko. Ndio kaenda kusoma form 6 sasa matokeo sasa kipindi hicho watu wengi walifaulu kwenda sasa chuo. Matokeo ya kwanza yatoka kwamba nimefaulu. Afu sijui akasema kuna vitu gani nini ikarudi matokeo ya pili nimepata 3 ya mwisho, ile 3 ambayo unaenda diploma. Sasa ni kwamba mama yangu kashaona nimefaulu, mzee wangu kashaona nimefaulu. Je, narudi kuambia kwamba mimi sija nani? Hapana, inabidi ni mute. Nikasema kwamba hapa naongopea wazee wangu ili niende Dar es Salaam. Nikwambia nimefaulu na nimechaguliwa Dar. Kwa hiyo wewe tu ili bado upate njia ya kuja Dar es Salaam. Sasa wenyewe wako ile don't care kwamba anafika paka akafika. Mwaka gani? Sisi ilikuwa 2019 kama 2019 hivi. 2019 Basi akasema mzee wangu akasema azonga zikafaulu mimi kuanzia hapa ni yeye. Mimi nishaweka mbegu huku chini na nini kwa hiyo mimi sifuatilii. Hivyo vingine ni yeye mwenyewe. Unajua sisi Usukumani unajua ukishafika form 6 yani vingine ni extra. Yani hiyo chuo yani utajua mwenyewe. Yani hiyo sasa ni wewe sasa, lakini mzee kasha kusomesha mpaka 6. Kamaliza. Kashamaliza Kwa hiyo niliona vile wazee hata wajui yani hawakuuliza wakufanya nini, wakasema basi niambie tu nikamwambia niambie tu na nini. Nikaenda sasa mimi nilichokifanya nikampigia mwanangu mmoja yuko Ilala, nikamwambia basi nenda pale DSJ pale niambie cost, niambie kila kitu. Basi mwanzo nilikuwa nataka niende Bagamoyo, kule Bagamoyo chuo cha sanaa. Ndio umeenda kusomea mambo ya sanaa. Mimi sasa nikapiga mahesabu kwamba nikisomea sanaa percent yani ile percent kwamba nimesomea nimebase kwenye sanaa kuna vitu nitalose.
Nikasema hapa nisomee masuala ya journalism, sasa mass communication, kwa sababu nilikuwa nimeshaisoma game kwamba inaenda content creation, ilikuwa inaenda yani kuna videtails vya content yani kwamba content creation kama kuna kitu, kwa sababu nilikuwa nishaanza kuona kwamba kuna baadhi ya makampuni yalikuwa yana vitengo vyao vya marketing vinahitaji content, umeelewa hivyo. Afu mass communication inagusa kila sehemu, yani inagusa kwenye sehemu ya marketing, inagusa sehemu ya film, inagusa sehemu ya PR, inagusa nini. Kwa hiyo nikasema journalism ndani, nikasema mimi ndo pakupatia nini, pakupatia sana nini kitu ambacho napenda kufanya. Ulichukua course ya journalism? Kwa hiyo hapa mimi nilikuwa natangaza, nilikuwa na show. Nilikuwa na show crowds. Yaani mimi nimeingia tu chuo hivi. Nilikuwa nimeingia tu chuo. Within a month mimi nilikuwa nimeshaajiliwa. Yaani mimi nilikuwa na show yangu hiyo ilikuwa inaitwa Enjoy Bao. Ukiona hivi iko YouTube pako unacheka. Nilikuwa natembelea viewer, lakini mimi nilikuwa ni kama Skonga, lakini tofauti yake ni kwamba sisi tunazungumzia masuala ya social life. Namna mtu na mwanafunzi anavyopata tabu kwenda shule, mzazi anavyomlea mwanafunzi, atuzungumzi masuala ya moja jumlisha moja. Ndio maana ilikuwa inaitwa out of class. Sasa hivyo yani kuzungumzia binti anapofikisha zile siku zake tabu, wanafunzi anapopata tabu ya kwamba anapokuwa anaingia kwenye puberty stage, afu ndio mazingira yale ni mageni kwake, wazazi wanapata namna kuongea nao na nini. Ilikuwa sema baadaye sasa nikawa najuta yani. Kwa nini yani nilikuwa naona kwamba kwenye TV nilikuwa na, kwa mfano nimevaa nguo fulani nimeshutia kipindi, kesho kutwa anatembea na hiyo nguo mtaani. Sasa watu walikuwa wanasema huyu si tumemwona jana na nguo hii, akatoka kwenye kipindi. Sasa ilikuwa naona kama nikasema, nikawa namwambia, nikaanza kuweka zile kuna boss wangu mmoja anaitwa Boss Salama, saizi yuko TBC, yuko Zanzibar. ZBC ndio head of channel. Kwa hiyo mimi nikamwambia boss, mimi kuna tatizo moja, mimi naona ni bora nibaki nyuma ya kamera, itasaidia kwenye producing. Mavazi tu ndio kufanya usogee nyuma ili wengine uache. Yaani acha mavazi, yaani unakuwa maskini tajiri. Yaani kwa TV unaonekana kama yani mtu anakupima kama una hela. Mimi naanza kupigwa simu. Naanza kupigwa simu na watu tumesoma nao, wanaambia nimetusua yani, wanaambia oya umejipata wewe. Sio dini yani, kutokana tu na TV yani mtu kuona. Alafu kingine ni kwamba mzee akaanza kama kufanya kazi. Yaani kwamba sasa alikuwa anatuma zile vitu vya akaona sasa huyu kijana akasema naona huko kwenye TV afu huko tunakuona huko. Kwa hiyo mimi nitalipia tu sehemu nani ya ada huko, wewe utadili na sehemu ya nani kwa kukaa utajilipia mwenyewe, kwa sababu alianza kusikia unaweza kusikia watangazaji, kuna mtu anamwambia watangazaji ndio analipa milioni 5 2, alafu unaona mzee anakupigia tu simu, akawa sometimes ananitania, anambia kweli mwandishi wa habari kweli, ni hivi naenda hivyo. Kwa hiyo hivyo yani nilipoingia ndio hivyo Clouds ikajiongeza. Nilikuwa na Clouds Plus yani, kwa sababu nilikuwa nazalisha TV nyingine, kwa hiyo nikaona nikimbilie kwa wale wa kuchipukia wale kwa Clouds Plus. Nikakimbilia kule. Sasa nikaanza kufukua kuproduce, nikaanza kuelewa kwamba promo inafanywaje, hatua za promotion, nikaanza kuona kwamba behind watu wanafanyaje. Kwa hiyo nikiwa nikienda class hivi watu yani mimi vitu navijua kushuti. Unajua kuna mwalimu akitoa assignment hivyo tayari ushajua kwa sababu ninajua hivyo. Sasa ikatokea sasa hivyo nilikuwa nimesha kwanza kuona like teasers. Mimi nilikuwa napenda sana kufanya teasers yani hizo. Wahi kushuti kwa sababu naona ndio field ambayo naipenda, kudirect teasers, intros zile za Fiesta. Yani hizo ndio niambie chochote kipindi hicho. Yani mtu nikisikia mtu anaenda kushuti teaser ya Fiesta, hata kama nachofanya jambo fulani, nampigia simu na mimi niko kwenye timu. Hivyo ndio nilikuwa napenda. Sasa mbali na historia yote ambayo umeweza kuniambia hapo, kusoma mambo ya mass communication, mimi najua vyote hivyo wakati unafanya kuna mtu ambaye alikuwa anakuinspire kuingia kwenye masuala ya film. Ya kudirect. Sasa kudirect mimi sikuweka kama priority. Mimi sikuweka kama priority. Alafu watu wajue. Directing mimi nina tabia moja. Naweza kwa mfano hata wewe una kipindi. Yani nikaja hapa nikakwambia kipindi chako kinakosa 1 2 3 4 5, kwa sababu si nimesomea hivyo vitu hivyo. Nimesomea film ndani mumo ya mass communication na nini. Kwa hiyo naweza nikakwambia mimi nilikuwa mtu wa kurectify. Sasa nilikuwa sijioni kama director. Nikaona kwamba mimi nikikurekebisha wewe ukiwin mimi nimewin. Yani sioni kwamba ile position as director. Sasa kuna siku Lamata alikuwa kwamba kina nje kenda sehemu yote, mimi lazima niambatane na mimi kwamba tunaenda sehemu na nini. Sasa tukaweka slogan moja, tukasema inabidi tuje na promotion ambayo
wewe Simon utakuwa na shoot mimi tu, yani mimi nitakuwa kama videographer wala mata. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nitakuwa mshoot tu. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shoot kitu, na shoot kwa feeling kwamba kwa vile anavyofanya yeye akienda kuwa anafanya mimi na shoot. Na mshoot yeye sasa. Sasa nilikuwa na shoot kama na shoot movie, yani engo unazingatia. Zile reaction unazingatia kwenye edit na edit vizuri. Akaona mbona hamna kwa kosa naenda nayo hewani. Sasa watu wanapenda vile yani. Hata kwenye parties za Lamata Village zile mimi mtu akikosa kwenye video yangu ananipigia simu ananiambia kwa nini mimi hujaniweka nimekukosea wapi kwa wengine mimi nitakupa 10,000 milioni zikitokea hapa uziokota sana sometimes sasa ikawa hivyo baadaye kumbe walikuwa watu hata kuja kujua akaja kuona kitu kingine kwamba una talent mimi na uwezo wa kuandika proposal yani kwamba naweza kuandika proposal ya jambo ambalo nataka kufanya ile graduation ya shule si nimesomea mass communication experience yes. Kwa hiyo naweza kuandika proposal vizuri yani kwa kuzingatia kila kitu. Sasa nilikuwa naweza kufanya vitu vingi yani graphics nini yani kwa nilikuwa multi purpose. Graphic designer wewe logo hapa unadondosha vizuri tu. Sasa akaona kama nafanya vitu vingi sana sasa ndio watu wakananiita Cheleani. Cheleani hiyo mpe Cheleani hiyo. Kwa hiyo Cheleani sasa alikuwa Simon alikuwa atumiki. Simon Mayunga alitumiki sasa Cheleani kwa sababu watu wakaanza kuweka kwamba Simon anafanya vitu vingi. Kwa hiyo jina la mwisho leo watu walikuwa hawajui kama ni la kwangu. Kwa hiyo tunamuita Cheleani kwa sababu anafanya vitu vingi. Anashona Simon Cherehani. Cherehani sio jina lako limetokana kwa sababu ya kazi. Sasa ni jina langu. Okay. La Malembabu ambaye nimekwambia. Sawa. Lakini sasa kuitwa kama kuitwa Cheleani kutokana kwamba nilikuwa na uwezo wa kufanya vitu vingi. Sasa ile ilikuwa inaendana na ile jina la mwisho. Kwa sababu ya kazi. Ya kazi. Kwa hiyo Cheleani analimaliza hilo. Kwa hiyo ikawa kwamba kwa hiyo nikasema hili niende nalo hilo hapa. Baadaye ndio tukaingia DStv kwenye kipindi cha ilikuwa ni 10 za wiki nilikuwa nafanya na digital pia. Nilikuwa nasaidia na Edson Maziwa. Kwa hiyo kufanya sasa nikawa Edson ananiambia wewe inabidi uwe director. Siku moja udirect na nini. Kwa sababu nilikuwa nikisema kitu labda kwenye teaser zile za DStv imo tunaenda fresh ama mtu anasema makosa. Lamata na ile kuna vitu ambavyo ulikuwa labda tunaenda sehemu tutashititiza anaambia wewe mimi nashakuamini bana wewe nenda mwenyewe ukashoot wewe direct. Nenda na direct. Nenda na direct hivyo. Kwa hiyo nilikuwa yani sikuwa directing haikuwa yani iseme haikuwa lengo kubwa yani ilikuwa tu kama tufanye kazi nzuri twende. Alafu mimi nilikuwa na believe kwamba wewe ukisimama mbele kutuwakilisha sisi wewe ukiwa maarufu na sisi tukiwa nyuma yako ajalishi sisi yani sisi tukiwa shadow sisi ni hela tu tupe hela vizuri imeisha wewe kwa maarufu mimi nilikuwa tu nipe hela yangu na maisha yangu yanaenda as long as vitu vinaenda kwa hiyo kitu sasa kikaja kunifanya kuwa director. Kuna brother mmoja alikuja akaniambia hivi kwamba nataka kufanya series kama Sisters. Afa kaniuliza kwa nini Tanzania tasnia haikui. Nikamwambia kwamba tasnia haikui Tanzania kwa sababu ya vitu vingi. Kwanza tuna struggle sana kunufaisha madaraja yote kwenye kitu kimoja. Kuna watu wanapenda movie hata kama ukiwaletea movie imeshuti kwenye corridor maongezi tu mwanzo mwisho yani wanapenda yani watu sasa watu wanasemaga ni daraja la chini si ambao watu wengine wanasema kwa maeneo wanasema Magala si nini mkoani umeelewa hivyo. Kwa afu kuna daraja jingine watu wa Masaki hao yani wadanganyi wana exposure yani hatari yani wanajua kabisa huyu hili hapana huyu mwanasheria aongeagi hivi wanajua wana exposure umeelewa. Afu kuna daraja lingine hata wafanyaje vipi yani hawataki hata kuangalia Bongo Movie ambao ni daraja hili sasa hili wanasafiri sana ndo matajiri pia ambao sasa wanaondo ni kwamba wanakuta wana kaasili ka nchi kingine yani kuta ni Muhindi na asili ya Uhindi na nini. Kwa hiyo kumconvince huyo kwamba ni Bongo Movie kuna vitu anaweza akafanya zaidi ya India au kama India huko wanafanya Bollywood ni ngumu umeelewa. Kwa hiyo sisi tulikuwa na fight sana kuulizisha daraja la A ambao watu watufuatilii. Sasa akaniambia tunafanya nini mimi unaweza kufanya kitu labda nini nikamwambia uwezo inawezekana. Nikamwambia budget kumwambia budget si kama tunaongea tu kwenye ndege afa nijui wala nini hivyo tuenge kwenye ndege hivyo. Sikwambia akanipigia simu kwa pini kwa chini shangia da njoo kanikuja pale nimemwandikia list ya vifaa ambavyo nataka kununua. Akaja amenunua Netflix embedded camera zile FX series zile kama 3 amenunua vifaa vyote vya production. Wow. Akaniambia wewe vifaa vyote ulionitumia mimi ukasema unaweza kushoot movie kama nje hivi hapa unataka kingine nini. Akamwambia budget ya kushoot budget ya kushoot shingapi? Nikamwambia bana paka inaisha movie kiasi fulani.
Sasa hapo ndani ya moyo wangu mimi nimesaini mkataba na mtu ambaye sitakiwi kufanya kazi nje ya Lamata Village. Okay. Alafu sasa huku hivi nishamkostisha mtu kashanunua vifaa. Kama mkataba. Kwa miaka mingapi? Neno la mwisho Simon kwa yule kijana ambaye anatamani kuingia kwenye industry ya movie direct. Okay, kwa mtu ambaye ana ndoto zake za kuingia kwenye industry ya uigizaji, tunapenda kumwambia kwamba welcome to Dream Space Studio. Pale sisi tunatimiza ndoto wa vijana sana vijana. Kwa hiyo cha kufanya usilose hope, kujiamini na kuamini kwamba watatusua ndio moja ya tema ya mafuta ya keep going. Umeelewa? Believing that you can ndio inaanzia hapo, lakini mtu eti uamini unachokifanya afu utoboe ni ngumu. Kwa hiyo amini unachokifanya, chukua hatua. Anza hata kufanya nyumbani, kuna kio nyumbani, anza nacho. Kuna movie natazama, muige mtu ambaye unamuona mbele, muige Leonardo DiCaprio, muige mtu yote ambaye ni mnoma. Kuanzia hapo utajipata.